Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, inaitwa Dada wa Kazi na Bosi, sehemu ya 18. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow, lakini katika mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Tujikumbushe sehemu ya 17 tulipoishia. Tuliishia eneo ambalo tumemwona Bwana Leonard anamlaumu sana Zatiti akiwa dukani, akiwa ameagizwa vitu maalum. Yaani dukani pale amefuata mahitaji ambayo yanayotakiwa. Kwa hiyo akakutana na Leonard, naye amekuja kununua bidhaa. Sasa baada ya kukutana pale, Leonard alianza kulalamika kweli kweli, anamlalamikia Zatiti kwamba iweje amempeleka siku nunu pale mpaka akapelekwa kwa mjumbe, kwa mwenyekiti wa kitongoji, alafu anasainiwa kama mfanyakazi. Lakini baada ya kumwambia kwamba aondoke naye ataanza kazi soon, yani muda sio mrefu, yalivyoondoka naye hakuweza tena kurudi. Alafu anakuja napata taarifa kwenye vyombo vya habari kwamba binti Sikununu anatafutwa. Alilaumu sana. Lakini tukaona Zatiti wakati anarudi na akafika pale nyumbani, alimkuta baba yake mdogo Bwana Tobias Mavugwe akiwa pamoja na mzee mwingine. Baada ya kutambulishwa, aliambiwa huyo ni mzee Bareke ambaye ndiye babu yake sasa, yaani baba mkwe wake na Tobias Mavugwe. Sasa nikukaribishe sehemu ya 18 ya simulizi hii. Tuendelee kuidadavua tuweze kujua ni kitu gani ambacho kilitokea. Walimsubiri huyu mzee Fares mpaka pale ambapo atakapofika, na wote tayari wakawa wameazimia azimio moja tu kwamba endapo watampatia wiki moja na akashindwa kutekeleza masharti ya kumpata huyo binti Sikununu, manake waende mahakamani wakafungue jarada la kesi ya unyanyasaji. Yaani itaonekana kwamba mzee Fares amefanya unyanyasaji, amemnyanyasa binti, kwa hiyo yeye ananyanyasa mabinti. Wakaendelea kukaa huku wakimsubiri. Hapo ndipo ambapo kijana huyu Tobias Mavugwe alianza kuzungumza na Mama Suzi na kumwambia kwamba ampigie tena simu. Hawana muda wa kusubiria kwa muda mrefu. Kwa nini hataki kuja wakati wanamsubiria hapo alipo? Ndipo ambapo Mama Suzi alirudia tena kupiga simu.
Na kwa kipindi hicho sasa, mzee Fares akawa hashiki simu, inapigwa mpaka inakata, mzee Fares hapokei simu. Lakini baada ya dakika kama 5 hivi, wakaona mtu anafungua mlango wa ile nyumba na kuingia ndani. Tobias Mavugwe alipokuja kutazama, akamwona ni mzee Fares tayari ndo ameingia. Sasa moja kwa moja akaja na kuanza kuwakaribisha, lakini walimwambia kwamba wao tayari wameshakuwa wenyeji, kwa hiyo yeye ndo amekuwa mgeni. Na huo utani uliozungumzwa hapo kwamba wao ni wenyeji, mzee Fares ndiye mgeni, ulizungumzwa na kijana Tobias Mavugwe kwa sababu alikuwa na utani wa hapa na pale. Lakini kutokana na kwamba mzee Fares alikuwa amemzoea, alichukulia ni masiara na hatimaye akaja kakaa kwenye sofa. Wakaanza kulijadili hilo swala, akiwepo Zatiti hapo hapo, akiwepo Tobias Mavugwe, akiwepo mzee Bareke pamoja na mzee Fares mwenyewe. Mama Suzi asingeweza kuwepo hapo kwa sababu anafanya kazi nyingi yeye, na mtoto anasumbua kweli kweli. Lakini atafanyaje sasa? Hapo hana namna, inatakiwa tekeleze masharti ya binti wa kuitwa Zatiti. Hataki kufanya kazi kwa sababu mume wake amemfukuzia ndugu yake, kwa hiyo hawezi kufanya kazi. Hizo kazi hazina thamani kama uhai wa yule binti, kwa hiyo ndio maana amekataa, hawezi kufanya kazi yoyote. Hapo ndipo ambapo baada ya kuzungumza wakampa mikakati kwamba wao wamekaa wakajadili na wakaona utatu wao mtakatifu, yani Zatiti pamoja na Tobias Mavugwe pamoja na Bareke wamefikia hatua ya kusema wanampa wiki moja amtafute Sikununu mpaka ampate. Asipompata basi afunguliwe kesi ya unyanyasaji. Na Zatiti alisema yeye ndiye atakayeisimamia, yuko tayari hata kusema uongo kwa sababu Yesa anafanya kazi hapo kwa mzee Fares ndani ya miaka 3 yote. Kwa hiyo yuko tayari amsingizie hata yale ambayo alikuwa hayafanyi, ili aunganishe kwenye kesi, ionekane ni kweli huyu mzee ni mnyanyasaji. Kwa kweli mzee Fares aliwaza sana, atafanyaje mpaka kumpata huyo binti. Akawaahidi tu kwamba yuko tayari kumtafuta na hiyo wiki haitaisha, atakuwa binti amepatikana. Wote walipiga makofi na wakashukuru, kama endapo anachokisema huyu bwana ndicho kitakachokuwa. Na tukirudi katika upande wa pili, binti huyu Sikununu alianza kuwaza sana. Aliwaza mno kwa sababu anaona siku zinazidi kwenda na amewekwa humo ndani. Ni kweli anakula, analala, anachokitaka anapewa, anafanya kazi kwa kujisikia, sio kwamba eti anafanya kazi kabisa. Waliokuwa wanafanya kazi zaidi ni Clara pamoja na Sijaona ambaye ndiyo dada yake.
lakini yeye alikuwa akigusa kazi ambazo anataka yeye, na hivyo ndivyo ambavyo huyu mzee Masunga pamoja na mke wake ndivyo walivyokuwa wameshawaambia wasiweze kumpatia kazi ngumu ya aina yeyote, na inatakiwa afanye kazi kwa kutaka yeye, sio wamforce, kwa sababu bado huyo sio mfanya kazi wa hapo. Sasa alianza kuwaza, namshukuru sana huyu mzee, ameniokota mpaka sasa hivi ninaishi kwake. Lakini jambo linaloniumiza ni moja. Sawa, nimefika kwake, nimekaa, ninaendelea na maisha, lakini wazazi wangu huko wana taarifa. Nikimwambia niondoke nitajisababishia matatizo. Mundani kweli nitatoka au ana wazo baya na mimi, kuna kitu anataka kunifanyia? Ni kweli ni mwema kweli? Isiwe hivi vitu ninavyoendelea kuvitumia humu ndani ndo nitakapovilipia. Mungu nisaidie, kwa kweli ni hatari. Naona kama vile kuna hatari mbele yangu, lakini wacha nivute subira nione ni kitu gani ambacho kitakachoendelea kwenye maisha yangu. Baada ya kuwaza mawazo kama hayo, alitulia na kuendelea na harakati za maisha kama ilivyo kawaida. Tukirudi katika upande mwingine, mzee Fares alianza kuwapigia sana simu wale waandishi wa habari na kuwaambia angalau baadhi yao waende mitaani waanze kumtafuta nyumba kwa nyumba. Yuko tayari kuwalipa, kwa sababu watakapoendelea kukaa tu ataingia kwenye matatizo. Amepewa wiki moja, namna ya kuweza kumpata huyo binti hana namna yoyote, na wametangaza sana katika vyombo vyao vya habari, lakini huyu binti hapatikani. Sasa wiki moja hiyo ikiisha, anaingia hatiani na lazima kesi itafunguliwa, na huyu binti lazima atashinda, kwa sababu huyu Zatiti atashinda hiyo kesi, kwa sababu yeye amekaa na huyo mzee ndani ya miaka 3. Na aliwaza sana, kuna kipindi ambacho Mama Suzi alikuwa anatoka kidogo, alafu baadaye mzee mwenyewe anaanza kuongea na Zatiti, akawa kama vile anamtongoza hivi. Sasa anawaza hayo yote atakapoenda kuyaweka wazi, na kama kuna kitu ambacho huenda alikuwa anakitumia kurekodi, akawa na ushahidi, nini kitakachotokea? Atafungwa. Aliwaambia na kuwasisitiza waweze kumsaidia, lakini baadhi ya waandishi wa habari walikubali, lakini wengine wakasema msaada wao ni huo. Hawawezi kwenda kumtafuta nyumba kwa nyumba, hali ya kwamba watu wengi sana hapo mjini Mzayuni wanapenda kufuatilia vyombo vya habari, lakini mbona hawajatoa taarifa yoyote? Kwa hata kama watapita nyumba kwa nyumba watakuwa wanajisumbua. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 18 ya simulizi hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa.
Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam The King channel. Lakini kwenye upande wa YouTube channel tunachokuomba msikilizaji wetu wa simulizi za sauti, subscribe. Lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini kwenye mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Msikilizaji wangu, tumemuona Mzee Fares tumbo joto anaendelea kufanya kila jitihada ili aweze kumpata Sikununu. Je, unahisi msikilizaji wangu Zatiti atafanya kweli mpango wa kuenda pale mahakamani na yeye ndo atakayekuwa kinara mkuu wa kufungua hiyo kesi? Na je, unahisi Mzee Fares Sikununu atampata? Lakini katika upande wa pili, Sikununu anawaza, anakula, anavaa, ametulia kabisa mwenyewe, kufanya kazi mpaka apende. Hakuna kazi za kushinikizwa. Hawa mabinti Clara pamoja na Sijaona ndio wanafanya kazi za hapo nyumbani kwa Mzee Masunga. Sasa anawaza hicho chakula anachokula na hayo maisha anayoendelea kuishi yatakuwa ni ya bure au atalipia? Na akiambiwa alipie atafanyaje? Je, unahisi Mzee Masunga anataka kumfanya kitu kibaya huyu binti wa kuitwa Sikununu? Endelea kuifuatilia. Nishakwambia msikilizaji wangu, usiachane nayo, fuatilia mpaka mwisho, mpaka tone la mwisho, ili uweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea mpaka mwisho. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam The King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam The King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam The King.